أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Tunaendelea na darasa yetu ya fiqhi katika kitabu cha al-Imam Abu Shujaa. Anasema Sheikh, faslun, kipambanuzi, walightisalatu almasnunatu 17 ghusla. Walightisalatu almasnunatu, na majosho yalokuwa ya sunna, si ya lazima haya tunayosoma leo. Majosho yalokuwa ya sunna, kukoga kulokuwa kumesuniwa tu, si lazima. 17 ghuslan, majosho 17. Shekhe anasema la mwanzo, anasema ghuslul jumu'ati, kukoga siku ya Ijumaa, josho la siku ya Ijumaa. Hii ni sunna. Mtu Ijumaa anatakikana akoge, apendeze, ajitie manukato, anukie, akate kucha. Muislamu anatakikana apendeze. Kwa hiyo asende msikitini pasi na kukoga, haipendezi. Kwa hiyo ghuslul jumu'ati, josho la siku la Ijumaa. Kwa hiyo hii ni sunna. Rawal Bukhari, wamepokea Imam Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, na Imam Muslim na wengineo, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutoka Ibn Umar radhiyallahu anhu juu yake na babake, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha jaa ahadukum ila aljum'ati, atakapokuja mmoja wenu katika swala ya Ijumaa, falyaghtasil, basi na akoge. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatusisitiza kwamba tukoge, ni sunnatun muakkada, sunna ilo sisitizo ilo tiliwa mkazo, kukoga Ijumaa, si faradhi. Kwa madhehebu ya al-Imam Shafi'i si faradhi. Kwa hiyo josho la mwanzo ni hilo. La pili, wal idaini, na josho la idi mbili. Maana yake siku za idi ile, kabla mtu hajaja msikitini akoge. Na wakati wa josho la Ijumaa linaanza, wakati mwanzo wa josho la Ijumaa ni kuchomoza kwa alfajiri. Kwa hiyo mtu akiamka alfajiri au asubuhi, akatia nia kwamba mimi nakoga kwa ajili ya josho la Ijumaa, atapata thawabu. Tumesema hii ni ibada, lazima impitikie moyoni kwamba mimi nakoga hili josho la siku ya Ijumaa. Asubuhi hiyo anatoka mwenyewe, ni wepesi kwa wale wanaofanya kazi. Si lazima kwamba josho la Ijumaa ni saa 5 pale au saa 6 nikitaka kwenda msikitini. Josho la Ijumaa linahesabika na unaandikiwa thawabu kuanzia, wanazuoni wa fiqh wanasema kuanzia ikiingia alfajiri. Asubuhi pia unataka kwenda kazini, ukaona mimi siwezi nikarudi nyumbani sasa hivi, acha nikoge kabisa josho la Ijumaa, tia nia, alafu vaa kanzu yako, nenda kazini, utalipwa. Na mwisho wake ndo watu wakianza yo kuswali. Wal idaini, na josho la idi mbili. Na josho la idi mbili linaanza ni nusu ya usiku, wanasema wanazuoni fiqh, nisfu al-layli, mpaka kuswaliwa hiyo swala ya idi. Wal idaini, na josho la idi mbili, idi al-adha na idi al-fitri. Rawa Malik, amepokea Malik fi al-Muwatta, katika Muwatta, anna Abdullah ibn Umar, kwamba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kana yaghtasil, huyo Abdullah ibn Umar alikuwa akikoga يوم الفطر, siku ya Eid al-Fitr, kabla an yaghdu ila al-musalla, kabla ya kwenda katika uwanjani panaposwaliwa Eid, alikuwa anakoga.
na huyu ni sahaba, bila shaka itakuwa kamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya hivyo. Walistisqai, na josho la kuomba mvua, la swala ya kuomba mvua na josho la swala ya kuomba mvua. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna ukame, kwa hiyo watu wakaona mvua hainyeshi, kwa hiyo wakaona bwana, sisi tujikusanye tuswali salatu listisqa, swala ya kuomba mvua. Kwa hiyo kabla ya kuswali salatu listisqa wakoge, kwa sababu ndo wanakutana wanaswali pamoja. Kwa hiyo si vizuri kwenda na majasho na nini. Kwa hiyo kukoga kuna suniwa katika sehemu ya mkusanyiko. Walkusufu, na kukoga kwa ajili ya swala ya alkhusufi, ya kupatwa na mwezi, walkusuf, na kupatwa na jua. Walghuslu min ghusli almayiti, na josho kutokana na josho la kumkosha maiti. Yani hapa anatakikana yule aliyemuosha maiti, inasuniwa baada ya kumuosha maiti na yeye akakoge, si lazima. Walghuslu, na josho min ghusli almayiti, kutokana na kumkosha maiti. Yule aliyemkosha maiti anatakikana, inasuniwa kwamba na yeye baada ya kumaliza kumkosha maiti na yeye akafanya akakoge. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, amesema man ghassala maitan, yoyote yule mwenye kumosha maiti, falyaghtasil, basi na yeye akakoge. Wa man hamalahu, na atakayembeba huyo maiti falyatawadda, yeye akatia udhu tu. Rawahu al-khamsa wa hasanahu Tirmidhi, imepokewa na Imam watano, Abu Daud wa Ibn Majah wa Tirmidhi na wengineo. Kwa hiyo imesuniwa tu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema laisa alaykum fi ghasli mayyitikum ghasl, laisa alaykum fi ghasli mayyitikum ghaslun idha ghasaltumuhu, si wajibu kwenu nyinyi mtakapomuosha maiti josho kukoga na nyinyi. Idha ghasaltumuhu, mtakapomuosha, si wajibu kwenu nyinyi, lakini ni sunna tu kwa mujibu wa hadithi ile tulopita nyuma huko. Kwa hiyo walkafiru idha aslama, na kafiri atakaposilimu, inasuniwa pia kufanya nini? Kukoga. Walkafiru idha aslama, na kafiri atakaposilimu. Walmajnun walmughma alayhi idha afaqa, na mwenda wazimu na aliyezimia na kughumiwa kiasi ambacho akili imetoka, idha afaqa, watakapozinduka, akili yao ikirudi. Almajnun, mwenda wazimu, na aliyezimia na aliyeghumiwa kiasi ambacho akili yake ilikuwa haipo kabisa. Idha afaqa, watakapozinduka hawa, akili ikarudi, wanasuniwa wakakoge. Lakini itasuniwa wakakoge ikiwa wakati wapo mwenda azimu au huyu aliyezimia hawakutokwa na manii. Ama wakitokwa na manii, hakika itamlazimu wakoge. Itakuwa sunna kama katokwa na akili mtu pengine siku moja, au kazimia mchana mzima baadaye ikaja juu, lakini haijathibitika kwamba katoka na manii, hapo ndio itakuwa sunna. Lakini ikithibitika kwamba katokwa na haya mambo, italazimika. Walghuslu inda al-ihrami, na josho wakati wa kutaka kuhirimia. Mtu anapotaka kuhirimia anatakikana akoge kwanza. Walghuslu inda al-ihrami, na josho wakati wa kutaka kuhirimia. Wale wanataka kuhirimia hija, wakifika maeneo yale wanataka kuhirimia, basi anatakikana akoge, halafu ndo ahirimie hija. Walidukhuli makkata, na josho kwa ajili ya kuingia Maka. Walidukhuli makkata, na josho kwa ajili ya kuingia Maka. Waliwuqufi bi Arafa, na josho kwa ajili ya kufanya
ya kusimama Arafa. Rawa Malik fi al-Muwatta, ameipokea Malik katika Muwatta yake, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu yake yeye na baba yake, kana yaghtasilu li ihramihi qabla an yuhrima. Unaona, alikuwa huyu bwana Ibn Umar, sahaba huyo, alikuwa akikoga li ihramihi qabla an yuhrima, kwa ajili ya kuhirimia kwake kabla ya kuhirimia, kwa ajili ya ihramu yake kabla ya kuhirimia. Walidukhuli Makkata, na alikuwa akikoga kwa ajili ya kuingia Maka, kwa sababu ya kuingia Maka, akitaka kuingia Maka. Waliwuqufi ashiyata Arafa, na akitaka vile vile kusimama jioni ya Arafa. Rawahu Malik fi al-Muwatta. Kwa hiyo sehemu zote hizo zinasuniwa kufanya nini? Kukoga. Walilmabiti bilmuzdalifa, na kwa ajili ya kupitikiwa na usiku katika Muzdalifa, kukesha Muzdalifa. Lakini wanasema wanachuoni wa Kishafiia, kauli iliyokuwa sahihi kabisa, al-asahu annahu la yustahabbu, kauli iliyokuwa sahihi kwamba haisuniwi kukoga kwa ajili ya kukesha Muzdalifa, kwa sababu kesha koga Arafa, kesha koga kwa ajili ya kusimama Arafa. Kwa hiyo haisuniwi kwa ajili ya kukesha kupitikia usiku Muzdalifa. Walirami aljimari thalath, na josho kwa ajili ya kurembea nini? Majiwe, maguzo yale matatu. Walirami aljimari thalath, na kwa ajili ya kurembea maguzo matatu, jamratul aqaba wa jamratul wusta wa jamratu as-sughra. Yote yale Mina katika ayamu tashriq inasuniwa mtu akoge. Walitawafi, shekhi anasema, na kwa ajili ya kutufu pia akoge, shekhi anasema. Lakini kauli hii ni kauli ambayo haina nguvu katika madhhabu ya Shafi'i. Al-mu'tamadu annahu la yusannu al-ghuslu lit-tawafi al-iqna', kauli inotegemewa katika madhhabu ya Shafi'i kwamba haisuniwi kukoga kwa ajili ya kutufu. Mtu akitaka kutufu haisuniwi kukoga. Al-iqna' katika kitabu cha Iqna' anasema hivyo, cha al-Khatib ash-Shirbini, mmoja wa wanazuoni wa Kishafi'i, anasema kauli ina nguvu kwamba haisuniwi. Walisa'i walidukhuli madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kusai inasuniwa. Mtu akitaka kusai afanye nini? Akoge. Walidukhuli madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kwa kutaka kuingia katika mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuwa kuingia Maka unatakikana ukoge, na vile vile ukiingia Madina unatakikana ukoge. Kwa hiyo Uislamu ni usafi, unahimiza sana usafi. Na vile vile sehemu ya mikusanyiko, wanapokusanyika watu kama Ijumaa, siku ya Idi, na sehemu nyingine zilizotajwa, zote zinahimiza usafi. Watu wakoge ili pawe salama na watu wakutane katika bashasha na hali nzuri kabisa, wakiwa nadhifu wote kabisa. Huu ndo Uislamu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.